Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya. Wakati mashambulizi yazidi ya raia ikiendelea, mamia ya wanamgambo wanaendelea kujisalimisha huko Ituri. Wakati huo juhudi za kidiplomasia zinaongezeka katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kutafuta suluhisho la kudumu la amani katika ukanda wa maziwa makuu na ndani ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Acha basi tuanze na habari yetu ya kwanza tukiwa ndani ya Ituri, ambako zaidi ya wanamgambo 350 wameweza kujisalimisha kwenye mikono ya vikosi vya serikali, wakiwemo wanawake 10 tangu tarehe 2 Aprili katika mkoa wa Ituri. Katika zoezi hilo walikabidhi silaha karibu 100 pamoja na risasi. Wanamgambo hao walitoka katika makundi mbalimbali ya ulinzi wa kijamii na walipatikana katika maeneo tofauti kama Iramu, Juru na Mahigi. Baada ya kujisalimisha, wamepewa kadi maalumu zitakazoweza kuwasaidia kuanza maisha mapya. Mashirika kama shirika la kimataifa la uhamishaji yameendelea kuwasaidia kuwa na miradi ya kilimo, ufugaji na kazi za mikono. Tangu mwaka wa 2023, karibu wanamgambo 200,000 tayari wameacha vita na wengi wao wamerudi katika jamii zao na kuanza maisha mapya. Hizo zilikuwa ni habari kutokea hapo Ituri. Acha basi tutembelee barabara kuu namba 4 ambako mashambulizi ya risasi yaliweza kufanywa kuelekea gari ambalo lilikuwa likipeleka abiria. Basi moja la shirika la Disa lilokuwa limeelekea Butembo limeshambuliwa na watu wenye silaha katika barabara ya kitaifa namba 4 karibu na Kisangani. Watu 7 walijeruhiwa kwa risasi, 5 walirudishwa Kisangani kwa matibabu na 2 waliendelea na safari hadi walipofika Bafwasende. Mashuhuda wanasema kulikuwa na askari wa FARDC ndani ya basi hiyo ambaye alijaribu kupambana na washambuliaji hao, hali iliyosababisha mapigano ya muda mfupi. Dereva wa basi hilo alilazimishwa kuingia ndani ya msitu, lakini aliweza kubahatika kutoroka na hivyo kuweza kurudia. Na inasemekana kuwa hakuna mali yoyote ya raia iliyoibiwa, jambo lililoacha maswali juu ya lengo la shambulio hilo. Baadaye vijana 3 walikamatwa na polisi kwa kuhutumu za kuhusika na matukio hiyo na uchunguzi unaendelea kufanyika. Tukielekea pia kwenye habari za kidiplomasia za Kongo kuhusu habari ya vita hiyo ambayo inaendelea kuzidi ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika eneo la maziwa makuu. Nchi ziliweza kukaa pamoja ili kuweza kuzungumzia hali hiyo, ikiwemo Ufaransa, Urusi na China. Wameweza kutosha maoni yao kuhusu kile kinachoendelea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na namna gani wanaweza kumaliza vita hiyo kwa kutumia diplomasia, uchumi pia na njia nyingine mbalimbali ili kuweza kumaliza vita na kuacha kutumia nguvu ili kuweza kumaliza. Nchi ya Ufaransa imeonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mwakilishi wake J. Darmadakari. Imeeleza kuwa hakuna suluhisho la kijeshi bali ni lazima kuwe na mazungumzo ya kisiasa. Ufaransa inataka kusitishwa kwa mapigano, kusaidia misaada ya kibinadamu na kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa Goma ili kuwasaidia waathirika wa vita hiyo. Pia China imeweza kutoa maelezo zaidi kuhusu hali hiyo. Kwa upande wake, China kupitia Balozi Sun Lei imesema kuwa amani haiwezi kupatikana bila maendeleo. China inaamini kuwa migogoro mingi inachangiwa na umaskini na matumizi mabaya ya rasilimali kama madini. Imetaka kuwe na usimamizi mzuri wa rasilimali hizo ili kunufaisha wananchi
badala ya kuchochea vita. Tutaelekea pia kusikia maoni ya Urusi kuhusu hali hiyo. Nayo Urusi kupitia Evarista, hiyo ni jina ambayo ni ngumu kidogo, imesisitiza umuhimu wa kushirikisha pamoja juhudi zote za kidiplomasia ikiwemo mazungumzo ya Washington na Doha. Urusi imesema kuwa suluhisho la kudumu litapatikana tu ikiwa sababu kuu za mgogoro zitagunduliwa, na imehimiza kuheshimiwa kwa makubaliano yaliyopo. Ni kusema kuheshimia makubaliano yote ambayo yanafanywa huko Doha na eneo zingine mbalimbali. Kwa ujumla, licha ya juhudi kubwa za kimataifa, hali ya usalama ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tu ni tete. Mapigano yanaendelea, wananchi wanaendelea kuteseka, na matukio ya amani yanategemea, na matumaini ya amani yanategemea zaidi mafanikio ya mazungumzo ya kisiasa na ushirikiano wa kimataifa. Hizo zilikuwa ni habari ambazo tunakusogezea kwa siku ya leo. Hivyo endelea kuwa nasi ili kupata habari zingine wakati ujao.